Kujiandaa kujenga nyumba kubwa ya hidden roof au ya pala ndani kwa malengo au kusudio la kupunguza gharama za ujenzi ni sawa na kununua gari aina ya Range Rover kwa milioni 2.5. Hili lazima litakugharimu tu kwa sababu hautaweza kuishi nalo. Iko hivyo, na wengi wameingia katika ujenzi wa majengo haya, mwisho wa siku yamekuja yanawavujia kwa sababu hawakujua ni nini ambacho kimejificha nyuma ya majengo ya namna hiyo. Majengo ya hidden roof sio majengo ya gharama nafuu kama vile ambavyo nyinyi mmekuwa mkifikiria, bali ni majengo yenye gharama kubwa pengine kuliko hata haya ambayo sisi tunawaonyesha, au hizi ambazo mnajua ni za paa za kawaida ambazo paa lake utaliona likiwa limeinuka juu. Sasa hili sio dhumuni langu. Lengo langu ni kukuletea jengo hili hapa lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni master, vyumba viwili ni single. Kuna choo cha public hapo, lakini sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store, likiwa na jumla ya tofali 3,000 ndizo ambazo zitatumika kwenye ujenzi wa jengo hili hapa. Lakini pia bati zake ni 95 za futi 10 na mbao za kenchi hapo ni 200 kamili. Sasa hili jengo limechukua upana wa mita 13.6 na urefu wa mita 11.4 likiwa na ukubwa huu ameweza kukutajia hapo. Ndani vitu vyote vya msingi vipo, kwa maana chumba ambacho ni master maalum kwa ajili ya baba wa familia au mkuu wa kaya, mkuu wa familia hii hapa. Lakini vyumba vingine viwili vya single viko karibu na choo cha public, kwa sababu choo hichi ni maalum kwa ajili ya watu watakokuwa wakitumia vyumba hivi ambavyo havina choo ndani. Ndio, hichi sio choo cha public. Unajua wengi wamekuwa wakisema kwamba choo hichi ni cha public kwa maana choo cha wageni. Hapana, wageni vyoo vyao vinatakiwa kukaa nje kabisa. Kwa hiyo kama unajenga nyumba na unategemea kuwa na wageni, basi hakikisha unajenga choo cha nje kabisa ya nyumba yako, kwa sababu sio kila anayeingia kwenye nyumba yako ana nia njema na wewe au ana nia njema na wale ambao wanaishi kwenye nyumba hiyo hapo. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana na ujijue hilo, sio tu kwa kulisikiliza, lakini uweze kulifanyia kazi. Ukiangalia dining ipo ni kubwa tu ya kutosha, na area nafasi yake ni inatosha of course kuweka vitu vyote, viti vinavyostahili kukaa dining, vitu vyote vinavyostahili kukaa hapo, basi vina nafasi yake hapo. Jiko of course na store yake. Ukiangalia store ipo kwa ajili ya kuhifadhi vitu ambavyo vinatakiwa vitumike hapo jikoni kwa ajili ya maandalizi ya chakula. Nimekuja kushangaa sana kuona kwamba inafikia tu store ya vyakula jikoni mtu anaweza kahifadhi baiskeli, akahifadhi pikipiki. Hii sio nzuri kwa sababu inaweza ikahatarisha afya ya wote ambao mnaishi kwenye hii nyumba, kwa sababu humo vinakaa vyakula, vinakaa vitu ambavyo ukivichezea kidogo vinaweza vikafanya nyumba nzima mkawa si kitu si chochote, na hilo mnatakiwa kuliacha of course. Na pia katika kiwanja chako chenye upana wa mita 18 na urefu wa mita 18 of course unaweza kufanya hivyo. Ina maana unaweza ukalijenga hili jengo, na ukiwa na kiwanja cha mita 20 kwa 20 hapo inakuwa ndo mwake sehemu yake, na unaweza ukapata parking ya kutosha, ukagisha gari zako za kutosha tu hapo, hata wewe na idadi ya gari nyingi kiasi gani. Lakini pia nafasi kwa ajili ya choo, shimo la choo, nafasi kwa ajili ya kuanika nguo kwa upande wa nyuma, shughuli ziweze kufanyika huko, kupeta mchele, kufanyaje, kupiga story 2-3. Yaani compound kwa ujumla inaweza ikakamilika na ikapata nafasi ya kutosha kama utakuwa na kiwanja kuanzia 18 kwa 18 na 20 kwa 20. Picha za muonekano wa hili jengo ndio kama mnaweza kuona hapa, na hili jengo nimeweza kukwambia linatumia jumla ya tofali za block 3,000, bati 95 za futi 10 na mbao za kenchi ni 200 kamili. Mpangilio na muonekano wake ndio kama mnaweza kuona hapa. Kumbuka ramani kama hii na zingine nyingi zote utazipata kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina la Makazi Mpanda. Kwa hiyo wewe utakachokifanya ni kuandika neno Makazi Mpanda. Ukishaandika Makazi Mpanda na maana itakuja hapo katika mtandao wote ule pale ambao unaotumia, iwe ni Instagram, iwe Twitter, TikTok, wewe unatumia labda Facebook, kote huko tunapatikana. Lakini hata YouTube pia andika Makazi Mpanda, utapata kuona video zetu nyingi huko na content zetu nyingi za ramani za nyumba. Nikukumbusha tu kwamba hakikisha usubscribe katika YouTube hiyo channel, kwa sababu video nyingi sana zitakuwa zikiwekwa huko. Kwa hiyo utakapokuwa umesubscribe, ina maana wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao watakao kupata video hizo mapema sana. Kwa hiyo video zitakapokuwa zikiwekwa tu, ina maana wewe mapema unakuwa tayari umeiona. Na ramani zinawekwa kila siku, na kila siku utapata kuona ramani mpya zikiwekwa katika mitandao hiyo, na wewe utapata fursa ya kuweza kustadi, kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na ramani za nyumba, kwa sababu wengi wanaopita kwenye peji hizi hapa wanakuwa na experience kubwa ya ujenzi au experience kubwa ya ramani za nyumba, na maanisha uzoefu wa vitu hivi, hususan ujenzi, hususan ramani, kwa sababu ni vitu ambavyo unakuwa unaviona mara kwa mara. Unapopata kuona ramani zaidi
ya moja, ina maana unazidi kuongeza mawazo katika kichwa chako, ujue ni chaguo lipi sahihi la katika ujenzi kwenye kile ambacho wewe unafikiria kujenga. Kwa hiyo nayo ni muhimu sana kuliko wakati ambao utakuwa sasa unataka kujenga ndio uanze kujihusisha na ramani, pengine unaweza ukajikuta unauziwa au unapatiwa kitu ambacho sio stahiki yako na kitu cha kizamani sana. Kwa hiyo jifunze sana kuhakikisha kama unafuatilia sana hivi vitu ili ujue siku utakapoanza ujenzi basi utaanza kujenga kipi, kwa muonekano upi, kwa mazingatio yapi, ikiwa na nini na nini ndani yake, kwa sababu pia ramani za nyumba huwa zinategemeana na mahitaji ya mtu anavyokuwa anahitaji. Kuna mwingine anakuwa anahitaji vitu vingi sana viwepo ndani ya jengo lake kuhakikisha kwamba jengo linakuwa na upekee, yani anatengeneza kitu ambacho kinakuwa ni cha kwake. Mtu akifika hapa atasema kweli hii ni nyumba ya fulani. Kwa hiyo hilo nalo pia wengi wanalizingatia, na uwezo ukajua hicho kama sio mfuatiliaji wa ramani za nyumba. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.